Serikali inatambua uwepo na umuhimu wa kitovu cha kilimo ekolojia na kwamba ni chombo madhubuti katika kuimarisha ushirikiano na ushirikishwaji wa wadau ili kufikia malengo makuu ya utekelezaji wa afua zilizoainishwa kwenye mkakati wa taifa wa kilimo ekolojia hai kwa mwaka 2023 mwaka 2030. Kama serikali tutaendelea kushirikiana na kitovu hiki ili kufikia malengo mbalimbali ya utekelezaji wa kilimo ekolojia hai nchini. Ndugu wadau, Wizara ya Kilimo inakipongeza sana Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo SUA kwa kushirikiana na McKnight Foundation kwa kuandaa mtaala wa mafunzo kwa ajili ya maafisa ugani, ambapo nimetaarifiwa kuwa utekelezaji wake utaanza rasmi baada ya kufanyia majaribio, yani pilot testing, kwa baadhi ya wagani kutoka maeneo mbalimbali nchini. Kwa muktadha huo, wizara inaelekeza kuwa majaribio haya yajumuishwe pia wakufunzi waliopo kwenye vituo vya mafunzo vya kilimo, yani MATI, kwa urahisi wa ufuatiliaji na uhaulishaji wa teknolojia mbalimbali za kilimo hai. Aidha, nitumie fursa hii kuwahimiza wadau wote kutumia kituo cha mafunzo ya wakulima Bihawana, yani Bihawana Farmers Training Center, kilichotengwa na serikali kutumika kutoa mafunzo kwa vitendo kwa wakulima kuhusu kilimo ekolojia hai. Nilikwenda kutembelea kile kituo wakati wa kama sehemu ya ule mkutano wa TOAM, na kwa kweli kuna mambo mengi ambayo yanafanyika pale ambayo yanaweza yakasaidia katika kuboresha kilimo ekolojia hai. Ndugu wadau, pia nimefahamishwa kwamba mkutano huu utahusisha kipindi maalum cha sauti ya wakulima wa kilimo ekolojia, ambapo wakulima watapata nafasi ya kuchangia na kupokea taarifa mbalimbali kuhusu huduma za ugani katika kutatua changamoto zinazowakabili katika kilimo, taarifa za utafiti unaolenga kuboresha kilimo ekolojia ili kupata mazao mengi na yenye ubora, matumizi ya pembejeo kama mbolea za asili, mbegu za asili, viuatilifu na katika kudhibiti viuatilifu katika kudhibiti visumbufu katika kilimo ekolojia. Ndugu wadau, matumaini yangu sasa kwamba mbali na kupata nafasi ya kujadili malengo niliyoyataja, ni imani yangu kuwa kupitia jukwaa hili mtapata pia fursa ya kujadili kwa kina hatua mbalimbali zilizoafikiwa na kuwekewa maazimio ya utekelezaji na hatimaye kutoa mapendekezo ya namna bora ya kutekeleza maono ya wadau wote wa kilimo ekolojia hai hapa nchini kwa manufaa ya Watanzania wote. Kubadilisha majukumu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama ambavyo tulikutaarifu kupitia barua ya mwaliko, tukio la leo linakusanya wadau mbalimbali ambao wanashughulika na kusimamia uzalishaji kwa kweli wa chakula salama chenye lishe bora na kinachostahimili vishindo vya mazingira. Hivyo mchango wetu katika mijadala ya leo utakuwa nguzo muhimu itakayotusaidia kuweka mikakati thabiti ya kuifikisha teknolojia hii kwa kila mkulima wa nchi yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi leo sio mzungumzaji katika hili tukio. Mimi kwa kweli nafasi yangu ilikuwa kama nilivyoanza kukushukuru wewe, kuwakaribisha wadau katika chuo chetu, lakini ruhusu tu niseme yafuatayo kwa washiriki. Sisi kama chuo tunashukuru hili tukio liko kwetu, na hapa nimesimamisha washiriki wa kutoka chuoni. Hawa mimi na uwezo nao. Sasa mimi si bosi wao bana, mimi ni VC. Niwaombe kwamba unajua kuna tabia wakati wengine wanataka kulazimisha kuita tabia ya Watanzania, sio kweli.
kwa sababu mimi siko hivyo na Watanzania wengi wako hivyo, kwamba tukio kama hili wenzetu wamegharimia, kwa sababu kufika hapa sikuna gharama imetumika. Jana tumemsikia CAG akitoa taarifa ya hali ilivyo katika nchi yetu, si ndio? Ili mkutano wa leo wa Jukwaa la Kilimo Ekolojia la mwaka 2026 lina malengo kama matatu. Lengo la kwanza ni kukutanisha wadau wote wanaoshughulika na mnyororo wa thamani wa kilimo ekolojia. Lengo la pili ni kuongeza ushirikiano na kuweza kuchangia taarifa mbalimbali za matokeo ya tafiti, sera na taarifa mbalimbali kutoka kwenye vyanzo vya kilimo ekolojia kwa wadau kama wakulima na taasisi za kiraia. Lengo la tatu ni kuweza kutoa mapendekezo na maoni mahususi ya kuzidi kuendeleza kilimo ekolojia hapa Tanzania. Na kitovu cha kilimo ekolojia cha SUA kilichoko hapa SUA ndio kitakachoratibu malengo haya yote matatu.